Unamkumbuka rapa Lakisha? Ni miongoni mwa marapa wa kike noma sana. Amefanya kazi ambazo zimefanya vizuri kabisa. So kama unakumbuka, amekaa mwaka mzima hajatoa kazi yoyote mpya. Na watu wengi nafikiri walikuwa wanajiuliza, wale ambao wamekuwa wakimfuatilia, nini kinaendelea, kuna shida gani? So hapa anafunguka sababu ya kwa nini ilimfanya stoe muziki kwa kipindi chote hiki hapa, lakini pia ametangaza ujio wa EP yake mpya. Kila mtu yuko sawa, niko hapa leo kwanza kuomba msamaha mashabiki zangu kwa kutokuwapa burudani ndani ya mwaka mzima. Naomba mnisamehe sana. So nataka kushare na nyinyi vitu ambavyo nilikuwa napitia binafsi ndani ya mwaka mzima ambavyo vimenifanya nichelewe kuwapa burudani. So mimi nilikuwa kwenye mahusiano ya miaka 7. Mahusiano yangu ya miaka 7 yamevunjika mwaka huu mwezi wa 3 mwanzoni. So mtu ambaye alikuwa naye kwenye mahusiano alikuwa amenipa ultimatum, wazungu wanasema, au amenipa ultimatum, sijui niseme vipi kwa Kiswahili. Ameniambia nichague muziki ama yeye. Mahusiano yangu mimi na yeye ambayo yamedumu ndani ya miaka 7 ama muziki, kitu ambacho napenda kukifanya. So tumekuwa tukihangaishana juu ya hilo jambo ndani ya kama mwaka mzima hivi. Inabidi nifanye maamuzi na yeye pia afanye maamuzi. Kutokana na stress za mapenzi, biashara zangu ndogo ambazo nazifanya siku zote zikawa kidogo zimetingishika, na kipato changu kikawa kidogo hakiniruhusu kuwekeza zaidi kwenye muziki. Na ndio maana nyinyi mashabiki zangu mliona kuna ukimya. So najua kuna baadhi yenu ambao walikuwa wamekasirika, wengine wananiambia kwenye simu, kwa nini mtoe nyimbo na nini, wengine wamekuwa disappointed, wengine wanafikiria hivi, wengine wanafikiria vile, lakini hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nakipitia mimi. Sasa nikachukua kama miezi 6 kusema kwamba kama nimewanyima mashabiki zangu burudani mwaka mzima, sasa nataka nikiwapa burudani, sitaki kuwapa burudani ambayo nawapa kila siku. So nimewaandalieni EP kwa ajili ya kuomba msamaha, na najua nyinyi mna deserve huu muziki mimi naufanya kwa ajili yenu, na nisamehe sana nimekaa mwaka mzima bila kutoa burudani, ila nimewaandalieni kitu kizuri. EP hii ambayo nimekuandalia wewe shabiki yangu, EP iko tayari kabisa. Unachotaka kukifanya ni kusave the date. Save the date, tarehe 5 mwezi huu wa 10 EP yetu itakuwa kwenye pre-order. Pre-order ni kwamba EP inatoka tarehe 25 mwezi huu wa 10 ambayo itakuwa ni birthday yangu. Lakini wewe shabiki yangu, kama uko excited na umemiss kweli kunisikiliza, so EP yetu iko na nyimbo 6, nyimbo zote kali, na I'm sure hautakuwa disappointed. Nyimbo nimezichukulia muda mrefu sana, nyimbo zinazungumzia maisha ambayo tunaishi sisi sote mitaani. Kama unajua napenda kudeliver message, and EP kuanzia tarehe 5 itakuwa kwenye pre-order. Unaweza kulipia $1.99 kusikiliza EP kabla haijatoka tarehe 25 mwezi wa 10,